pia akienda mbio na yeye. Na kwa sababu ya ile eneo ama ile wakati wa kujiokoa, neno la Bwana linasema ya kwamba Mefiboshethi akatoka katika mgongo wa yule mama ambaye aliyekuwa amembeba, akaanguka chini, miguu yake ikavunjika yote na akawa kilema. Jina la Bwana libarikiwe. Na ilipotokea hiyo matukio, angalia kitu cha kwanza ujue ya kwamba huyu ni mfalme ambaye aliyekuwa ni mtoto wa kifalme, ambaye aliyekuwa amezoea kukaa katika nyumba ya kifalme. Lakini kwa sababu ya kijakazi kunatokea hayo maeneo vita, lakini ule kijakazi hakuwa makini na yule mtoto, akafanya huyo mtoto aweze kuondolewa mahali palikuwa pazuri, akampeleka mahali ambapo palikuwa pambaya, mahali ambapo neno la Bwana linasema ya kwamba palikuwa panaitwa Lodebari. Nilipokuwa nikisoma hizi habari, nikagundua ya kwamba kitu cha kwanza, Lodebari ni mahali ambapo hakuna kitu. Mara ya pili nikagundua ya kwamba Lodebari it is a stagnation place, mahali ambapo ukikaa ni hapo na ni hapo, na uwezo ukatoka mahali pale ukaenda mahali pazuri, kwa sababu mahali pale palikuwa pametengewa watu ambao waliokuwa ni kilema, yani watu ambao waliokuwa hawafai, walikuwa wametengewa mahali pale, wakawekwa mahali pale ili waweze kuwa tu wanazunguka mahali pale. Kama ni chakula walikuwa wanaletwa mahali pale. Lakini usiku wa leo ninataka nikwambia ya kwamba mfalme Daudi, kwa sababu ya Yonathani, kuna mambo ambayo habari ambazo Yonathani na mfalme Daudi walikuwa wamewekeana, wakaambiana ya kwamba ule wakati utakuwa mfalme unatendea mambo haya na haya. Lakini kwa bahati mbaya Yonathani akafariki akiwa katika vita. Lakini kwa sababu Yonathani alikuwa na mtoto, Daudi hakusahau na yale mambo. Lakini Mefiboshethi akawekwa katika sehemu ya Lodebari, akakaa mahali pale akiteseka kwa muda mrefu. Sitaki kujua aliteseka kwa miaka mingapi. Huenda ikawa aliteseka mwaka wa kwanza, huenda ikawa aliteseka mwaka wa pili, huenda ikawa aliteseka mwaka wa tatu. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba siku moja mfalme Daudi akakumbuka ya kwamba kuna mambo waliokuwa wameidiana na Yonathani mtoto wa Sauli. Akakumbuka ya kwamba kuna mambo walikuwa wanaidiana. Ndipo hapo Daudi aliamua ya kwamba kwenda katika nyumba ya Yonathani aulize, kunaye mtu hata mmoja nimtendee mema kwa ajili ya Yonathani? Ndipo akapatiwa hizo habari, akaambiwa ya kwamba Yonathani alikuwa na mtoto mmoja, lakini ni kilema mahali alipo. Lakini kwa sababu ya neema ya Bwana, ninataka nikwambie ya kwamba mfalme Daudi hakutaka kujua ya kwamba kama Mefiboshethi alikuwa kilema, kwa sababu huo usiku ulikuwa ni usiku wa kama siku ya leo, ya kwamba Yonathani alikuwa ameidiana na Daudi ya kwamba siku moja pia wewe utanitendea mema. Kwa hivyo ule usiku Bwana akatumana kwa ajili ya Mefiboshethi, mtu ambaye aliyekuwa na kilema, mtu ambaye alikuwa hana kitu, mtu ambaye aliyekuwa amewekwa mahali ambapo hapawezi kupatikana kitu, mtu ambaye aliyekuwa amewekwa katika stagnation place, mahali ambapo yaani ni mahali pa kusunguka, hataweza kutoka mahali hapa aende mahali pengine. Mahali alipokuwa amekaa hapo ndipo alikuwa amewekewa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiku huo ama siku hiyo, neema ya Bwana ama huruma za Mungu zikashuka juu ya maisha ya Mefiboshethi. Neno la Bwana linasema ya kwamba mfalme Daudi akatumana wajumbe kwa Mefiboshethi, wakaenda wakamtoa Lodebari pale mahali ambapo palikuwa hapana kitu, wakamleta mpaka nyumba ya kifalme. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mefiboshethi alipofika mezani pa Daudi, Daudi alimwambia ya kwamba kuanzia leo chochote kilichokuwa cha nyumba yenu, chochote kilichokuwa cha kifalme ya kwenu, kuanzia leo unaenda kuregeshewa. Tena akamwahidi ya kwamba kuanzia leo utakula
mezani pangu, utakula na wale wengine kule kando. Yaani neema tu ikashuka juu ya Mefiboshethi, mtu ambaye aliyekuwa afai. Neema ya Bwana ikashuka juu yake, akakumbukwa na Bwana usiku kama wa leo. Na mimi usiku wa leo, mtu wa Mungu, nimekuja nikwambie ya kwamba huenda ikawa kuna mambo umekuwa ukiyapitia, huenda ikawa kuna magonjwa umekuwa ukiyapitia, huenda ikawa kuna shida umekuwa ukizipitia za kifamilia, lakini usiku wa leo Bwana majeshi amenituma nije nikwambie ya kwamba toka katika hiyo sehemu ya Lodebari, hapo mahali ambapo palikuwa na hizo shida, usiku wa leo Bwana anaenda kukunyanyua. Huenda ikawa ni shida ya kifamilia, huenda ikawa ni shida ya ndoa, huenda ikawa ni shida ya kazi, huenda ikawa ni shida ya kihuduma, lakini usiku wa leo ninataka nikwambie ya kwamba Bwana wa majeshi anaenda kukukumbuka wewe, na utaenda kunyanyuliwa, utatolewa mahali pale pa shida, utaenda kutaitishwa pamoja na kifalme, kwa sababu wakati Bwana Yesu ameshuka na kuingia katika maisha yako, ninaona mambo yakibadilika. Usiku wa leo na mtu maisha yake inaenda kubadilika. Usiku wa leo ninataka nikwambie ya kwamba mtu wa Mungu, wewe ambao umekuja katika mkesha huu, ninaona ya kwamba kuna mambo yanaenda kubadilika katika maisha yako. Huenda ikawa umenyanyaswa sana na magonjwa, huenda ikawa kuna wachawi walikuendea kinyume, huenda ikawa ulinyakuliwa ukatolewa katika baraka zako, ukatupwa katika Lodebari, yani mahali ambapo walikuwa hapana kitu, yani mahali ambapo ni stagnation place, yani mahali ambapo no pasture, yani hakuna kitu kizuri kingepatikana mahali pale. Mahali pale wale watu waliokuwa wanapatikana mahali pale ni wale waliokuwa kilemaa. Wewe ikawa usiku wa leo wewe ni kilemaa cha kiroho, wewe usiku wa leo wewe ni kilemaa cha magonjwa, lakini Bwana Yesu amenituma nikwambie ya kwamba njoo kwake na utakombolewa, njoo kwake na utatolewa katika utumwa, njoo kwake na utafunguliwa, njoo kwake. Kama ni magonjwa utaenda kupona usiku wa leo. Kama tuko pamoja, mtu wa Mungu, ninataka umpigie Bwana Yesu makofi mazuri, useme ndio. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Laiti ningekuwa mimi ndio nimeketi hapo, ningeshangilia zaidi ya hapo. Sijui kama haya maneno yanakuingia katika anga yako, kwa sababu mahali hapa, mimi nikiingia mahali hapa huwa ninasikianga anga yangu imecheki na imebadilika, kwa sababu hii madhabahu imejawa na upako wa Mungu, hii madhabahu imejawa na nguvu za Mungu. Na kama Mefiboshethi, mtu ambaye aliyekuwa ni kilemaa, je, wewe ambao uko na miguu miwili, si wewe ni zaidi ya kilemaa? Usiku wa leo ninataka nikwambie ya kwamba kama usiku wa leo unaenda kuamini ya kwamba Bwana Yesu anaweza mambo yote, pia wewe unaenda kutolewa katika hiyo shida, pia wewe unaenda kukumbukwa na Bwana. Kama ni familia ya kwenu inaenda kukumbukwa na Bwana, pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Daudi akamwambia Mefiboshethi, kuanzia leo utakula mezani pangu. Tena si hiyo siku peke yake, anamwambia yani daima, yani milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Geukia mwenzako mwambie zile baraka ninatoka nazo mahali hapo usiku wa leo ni za milele na milele. Mwambie tena ni za milele na milele. Si baraka ambazo zinaisha leo, si baraka ambapo nikiondoka mahali hapa zitaishia pale mlangoni, lakini ni baraka ambazo utaenda kuishi nazo milele kwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ninamuona Mefiboshethi alipofika mbele ya mfalme Daudi, alimwambia ni nini ambao umeona ndani yangu mimi ubomovu, yaani mtu ambaye asiyofaa. Lakini ninataka nikwambie ya kwamba wakati neema ya Bwana imeshuka katika maisha yako, Bwana Yesu huwa hataki kuangalia wewe ni nani, hataki kuangalia ya kwamba wewe ndio wa kwanza kwenu, na hataki kujua ya kwamba kama wewe ndio wa mwisho kwenu, hataki kujua ya kwamba kama kuna kidole kilichoshuka juu yako hadi wengine walisema ya kwamba hutafanikiwa. Kile kitu ambacho ninajua ni ya kwamba wakati Bwana Yesu ameingia katika maisha yako, huwa kila kitu kinabadilika. Ndio maana wakati Mefiboshethi alipokumbukwa na Bwana, Bwana akamtuma Daudi katika maisha
maisha yake. Na mimi usiku wa leo ninakuambia Bwana ya kwamba Bwana akamtuma malaika juu ya maisha yako. Utolewe mahali hapo ambapo umekuwa ukihangaika kila wakati. Utolewe mahali hapo ambapo umekuwa ukiteseka kila wakati. Utolewe mahali hapo ambapo umekuwa ukizunguka kila wakati. Ninaona wengine wameishi katika madawa, wengine wanaishi wakiumwa kila wakati, lakini usiku wa leo ninataka nikwambie ya kwamba kwa neema ya Bwana ile mangote inaenda kukuachilia, ile mangote inaenda kukuachilia, ile uchawi inaenda kukuachilia, ile madhabahu ya kweli inaenda kukuachilia. Kama ni damu za ukoo, leo usiku wa leo zinaenda kupigwa na damu ya Yesu. Wewe ikawa ni chinja kuku, wewe ikawa ni chinja ng'ombe, wewe ikawa ni chinja mbuzi, wakaweka maangano na mizimu yako, wakasema ya kwamba hapa hatafanikiwa. Mimi usiku wa leo ikiwa nimekaa hapa madhabahuni mwa Bwana, nasema hiyo madhabahu yako inaenda kupigwa na damu ya Yesu. Hiyo madhabahu yao ya kiuchawi inaenda kupigwa na damu ya Yesu. Hiyo madhabahu yao ya kiukaka inaenda kupigwa na damu ya Yesu. Haitakuwa na uwezo kwako tena katika jina la Yesu. Naamini Bwana, mpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua wewe ikawa unataka nihubiri kama vile Pastor Jacob huwa anahubiri. Lakini hapana. Sisi huwa kila mtu anaenda na neema yake ile ambayo aliyopewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu ambacho ninataka nikuhakikishie ya kwamba hii madhabahu imejaa neema ya Mungu. Hii madhabahu imejaa nguvu za Mungu. Hii madhabahu ukiamini usiku wa leo, nataka nikwambie mtu wa Mungu usizoee madhabahu. Wana madhabahu kama ni mahali pengine ambapo si pa kuchezewa. Bwana Yesu asifiwe. Ukija hapa na magonjwa yako, madhabahu inakutetea, magonjwa inaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Laiti ungeishi maisha kama ya kwangu. Mimi siwezi nikauma nikanyamaza. Mimi siwezi nikangojeka nikanyamaza. Ile kitu huwa ninajua ni ya kwamba huyu Bwana Yesu alipoingia ndani yangu, kila kitu chote kiliwekwa chini ya miguu yangu. Niko na uwezo wa kutamka jambo na inatendeka kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo iliyo juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mefiboshethi akakumbukwa na Bwana. Na mimi usiku wa leo Bwana Yesu amenituma nikwambie, wewe kama mambo yalikuwa yamekufinyilia, ukasema ya kwamba kwa msaada wangu nimejaribu imeshindikana. Lakini ninataka nikwambie ya kwamba kunaye Simba wa Yuda ambaye yeye huwa ashindi na yeye hajawahi shindwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Yesu. Ukimkabidhi maisha yako, yeye akikutawala, kila kitu kinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Piga mwenzako umwambie, unasikia hiyo? Mpige mwenzako. Wacha kuwa una uchoyo. Nimesema mpige mwenzako. Muulize ya kwamba unasikia hiyo, ya kwamba Bwana Yesu akiingia katika maisha yako, kila kitu huwa kinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanipata mimi. Wajua mtu ambaye ametembea na Mungu na ameona Mungu akitenda mambo makubwa na ya ajabu. Huwa ninatamani wakati mwingine nikiambia watu habari za huyu Yesu, waweza kusipokea na kuziweka mioyoni mwao, ili wakitoka mahali hapa hiyo neno ianze kukua ndani yao na ianze kufanya kazi ndani yao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu si kubahatisha, tunabahatisha. Tunahubiri habari za Yesu ambaye huwa anaponya. Bwana Yesu asifiwe. Tunahubiri habari za Yesu